Leo tuifahamu historia ya Haji Sande Manara. Miaka 1970 Tanzania ikamshuhudia baba yake ambaye ni Sande Manara, mzaliwa wa Kigoma aliyejaliwa ufundi wa kusakata kabumbu. Huyu Sande alifahamika kama kompyuta kutokana na ufundi wake wa kipekee uwanjani. Ni kuchekeshe, aliitwa kompyuta wakati bado Tanzania kompyuta hazijasambaa kwa wingi. Januari 18 mwaka 1976 Sande Manara akajaliwa kumpata mtoto wa kiume ambaye alimuita Haji. Ndiye huyu ambaye leo jina lake linasikika sana akiitwa Bugatti. Basi kaa karibu na uweze kufahamu zaidi kumhusu yeye Bugatti japo kwa uchache tu, kwani bado historia yake inaendelea kwa kuwa yuko hai. Bugatti amezaliwa mwaka 1976 Januari 18. Bugatti El Bugatti Haji Sande Manara ameanza masomo yake elimu ya msingi katika shule ya msingi Mnazi Mmoja, kisha akaenda kuhitimu katika shule ya msingi ya Bunge, zote hizi za Dar es Salaam. Akikwambia yeye ni mtoto wa Kariakoo, uamini tu. Kidato cha kwanza hadi cha 4 alisoma katika shule ya sekondari ya Chimala, kisha kidato cha 5 na 6 akasoma katika shule ya sekondari ya Mzumbe huko mkoani Morogoro. Shule hii ni maarufu sana. Baba yake akampeleka Saudi Arabia kupata mafunzo ya dini kabla ya kwenda Afrika Kusini ambako alisomea mawasiliano ya umma, yani mass communications. Katika kazi alipotoka punde Afrika ya Kusini, alifanya kazi katika kituo cha redio cha Uhuru ambapo alikuwa anatangaza vipindi vya michezo pamoja na siasa. Kisha akaajiriwa na kampuni ya Index International. Mwaka 2007 akateuliwa kuwa katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi kabla ya kujiuzuru mwaka 2010 kufuatia shutuma nzito za utapeli na wizi wa magari. Haji alipelekwa mahakamani na baadaye mahakama ilimkuta hana hatia. Mwaka 2015 Haji Sande Manara akajiunga na timu ya Simba kama afisa habari au msemaji, kazi ambayo aliifanya hadi Agosti 2021 alipotangazwa kama ameondoka Simba. Hapa ndipo Haji Sande Manara alipotangaza jina lake zaidi katika usemaji wa timu ya soka ya Simba, na hata jirani zao Yanga walimuiba kutoka huko. Kwa sasa Haji Manara yuko Yanga huku akizungumzwa sana kwa kuhamia katika timu hiyo ambayo amekuwa akisimanga kwa miaka mingi. Mtizama hii video alafu useme kwamba watu wanajisahau. Mungu ana mambo makubwa ya kufanya, kuumba watu, kuchukua riziki za viumbe wake, dhambi, mijitu mingine umilevi imekaa mijitu. Aanze kuhangaika na dua ya utopolo kweli? Mungu gani huyo? Nyie mjiandae mnamtega. Unajua sisi ndo mabingwa wa kihistoria. Kuna mtu ana mataji 72, wewe una mataji 48 unazungumza bingwa wa kihistoria. Historia ya wapi? Ni champ of all time wa East Africa, East and Central Africa, ikiwemo Tanzania. Sijawahi kujitapa mimi bingwa wa kihistoria wa Afrika Mashariki. Yes. Sasa Tanzania na East Africa ipi kubwa? East and Central Africa ipi kubwa? Kwa hiyo sisi tusijivunie hilo. Na nimekaa mnaandika kabisa, rafiki yangu huwa anaipenda kweli mtani wangu Baraka Mpenja, bingwa wa kihistoria, mchezaji midfield Deus kidogo. Acheni ni wakere. Acheni ni wakere. Haji ana familia kubwa na yenye historia ya kuvutia. Yeye ana watoto 4 na ana historia kadhaa katika ndoa zake ambazo zinafurahisha na kuvutia na kufundisha pia. Mshaina, na wewe changamoto gani kubwa unakutana nayo katika maisha ya ndoa ya ukiweza? Changamoto ninayokutana nayo mimi kwenye hii ndoa, ikiwa zamu ya kule na mimi sana mume wangu. Unajua mtu mwenyewe ni mtu wa story, kwa hiyo shazoea unakaa naye. Najua wengi nasubiri kipengele hiki. Haji ana kubwa na yenye historia ya kuvutia kama tulivyoeleza hapo awali kwamba baba yake Sande Manara alikuwa mchezaji maarufu wa Yanga katika miaka ya 70. Haji yeye amebarikiwa kupata watoto 4 na ameoa wake zaidi ya 2, ingawa wengine wametarakiana kutokana na tofauti kadhaa.
Haji, mke wake wa kwanza ambaye ni Rubaina, alinunulia gari jipya kama zawadi baada ya kuoa mke wa pili. Mke wa pili jina lake alikutajwa zaidi, akaoa mke huyo mwezi April mwaka 2024. Nadhani baadaye tukawaona wakina Zerisas, Rushaina na wengineo. Julai mwaka 2022 Haji Manara alifungiwa katika miaka 2 na kamati ya maadili ya shirikisho la soka Tanzania TFF kwa makosa ya kimaadili dhidi ya rais wa TFF Wallace Karia. March 2024 Haji Manara alitangaza mipango ya kuzindua kituo cha redio lakini kagonga mwamba. Haji Manara ni mtu mwenye ushawishi mkubwa katika soka la Tanzania, akiwa na historia ndefu ya kazi na mchango mkubwa katika klabu ya soka Simba na Yanga. Manara yeye ameweza kujijengea jina kubwa katika tasnia ya michezo. Mwisho, familia yake pia ina historia ya kuvutia, ikiwa ni mzizi katika soka la Tanzania kupitia baba yake na ndugu zake. Kwa ujumla, Haji Manara ni mfano wa kujiga katika juhudi na bidii zake katika kazi na maisha yake yeye binafsi.